Bana, nikusogezee taarifa kutoka kwa Rayvanny almaarufu kama Chui, msanii kutokea Next Level Music. Bana, ameweza kuzungumza katika mahojiano na waandishi wa habari, na kubwa zaidi ambalo ameweza kufunguka kwa siku hii ya leo ni kuhusiana na swala lake la yeye kuoa. Lakini pia amegusia kwamba wakati ambao alikuwa katika mahusiano na Faima ndio wakati ambao alikuwa na moto sana wa kuoa, na alizungumza na mwanadada sana kwamba ninatamani tufanye jambo, lakini mwanadada kitu ambacho alizungumza ni kwamba mambo bado, au kwa namna moja ama nyingine umri ulikuwa bado. Lakini pia kitu kikubwa ambacho ameweza kukigusia ni kwamba wakati ambao labda unatamani kufanya maamuzi, au wakati ambao unatamani sana kuoa, basi oa kwa kuwa unahitaji, sio kwamba unaoa kwa kuwa kuna mtu ambaye amekwambia umuoe. Sio, unanielewa hapo? Lakini pia ameweza kugusia kwamba mwezi wa 5 kuna jambo lake ambalo ataweza kulifanya. Tusubiri tuone kwamba na jambo lipi katika hilo. Pia tukae mkao wa kula kusubiri kuona mwezi wa 5 ni kipi ambacho atakuja nacho Rayvanny. Ile kuna mambo mengine pia anakuwa anakwenda vipi. Huyu hapa ni Rayvanny, tumsikilize. Hajatamani ndoa. No, kwambia hajatamani ndoa. Nilipokuwa na Faima tu, mwaka wa kwanza tu nimeanza naye, nilikuwa na moto sana. Hata sijatoka, hata kwetu haijatoka hivyo. Nishaanza kuorganize vitu. Nakwambia kabla ya Jaydan. Bana mimi bado mdogo, nikamwambia vipi bana niomba. Kumbe alianza hiyo kata. Hapana bana, mimi ngoja kwanza subiri, nikamwambia sawa usijali. Vitu vitakaa sawa tutamaliza. Kwa hiyo ananiambia hivi, nikasema mwenyewe nisubiri time. Nafikiri time hii sasa mimi mwenyewe I'm ready. Lakini mwenyewe uko excited pia. Unajua mwanamke kuolewa pia ni baraka. Afu pia ujue marafiki pia nao. Unajua unapoona watu wako wengi wa pembeni, marafiki zake wengi ujue. Bwana kuoea unajua zile. Ila mimi sioi kwa sababu eti unaniambia nioe. Naoa kwa sababu mimi nataka. Of course Faima ni mwanamke ambaye ni mvumilivu. Ni mwanamke ambaye anaweza kukuwekea heshima hata akiwa na hasira. Sio mwanamke ambaye anaweza aka react kudisappoint. Kwa hiyo ukimpoteza mtu wa namna hiyo, of course naye unajua unapomfanyia mwanamke vitimbwi anapata cabinets na washauri ambao anakutana na vishawishi pia vingi. Kwa hiyo disappointments zinakuwa ni nyingi katika mambo kama hayo. Lakini mimi nitaongea kitu kimoja kwamba mtu ambaye anaweza akaonywa side akakuwekea heshima, akahakikisha uchafuki kwenye public, mheshimu. So watu wote wanaweza. Kwa hiyo Mungu akijalia niloyasema yatatimia. Yes, niloyasema yatatimia inshallah. Huyo ni Rayvanny ambaye umemsikiliza, lakini pia tusubiri kuona mwezi wa 5 atakuja na jambo gani, kwa sababu ameweza kulikazia sana kwa siku hii ya leo. Lakini nikushauri kwamba usisahau kubonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu zote.